ciidamada ammaanka ee ka howlgala Isiolo ayaa sii waday howlgallo ballaaran oo lagu sugayo amniga kaasi oo lagu guuleystay in lagu soo qabto 16 qori oo sharci darro ah. Howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xakameynayo hubka sida sharci darrada ah loo haysto isla markaana lagu yareynayo falalka amni darro ee saameeyay shacabka deegaanadaasi. Mas'uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in hubkan lagu helay howlgallo isdaba joog ah oo lagu beegsanayo kooxo looga shakisan yahay ganacsiga hubka. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in baaritaano dheeraad ah socdaan si loo ogaado halka hubkani ka yimaaday iyo cidda ka dambaysayba. Shacabka deegaanka ayaa lagu booriyey inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka iyagoo bixinaya xog kasta oo ka caawin karta sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida. Dowladda ayaa adkaysay ballanqaadkeedii ku aadanaa in la xoojiyo amniga lana hubiyo badbaadada muwaadiniinta. Zile punduki ambayo siko mbele zetu sio punduki zote. Kuna punduki mingi zaidi ya 500 siko kwa mikono ya raia, na hizo punduki zote ni haramu. Tunaomba ya kwamba tafadhali mturudishie hizi punduki kwa sababu serikali tayari imepeana punduki kwa watu ya NBR. NBR ni officers wetu ambayo wako kutoka kwa local community na wametusaidia sana. Hata ukiangalia hizi mapunduki wao pia walikuwa wanatusaidia na information, na hata members of the public ndio ili to lead ndio tukarekava hizi punduki. Na aswa mimi nashukuru sana watu ya ngao kwa sababu bila chiefs labda hatungefikia zile punduki ambayo zimekuwa recovered. Na kwa sababu unajua chief ako na yule mzee wake ya sub area na wale vijana yake ya kasi. Tunawashukuru wote na tunasema asanteni sana. Hizi punduki zote ambayo umesiona mbele zetu ni punduki ambayo tumesipata tu katika area yetu ya kaunti ya Isiolo. Hatujatoa punduki katika area zingine, ijapokuwa kuna operations inaendelea katika upande ya Laikipia na upande ya Samburu. Watu wa bodaboda ni vijana wetu, na tunajua ya kwamba wale vijana wanafanya kazi mzuri ya kusaidia jamii zao, lakini kuna wale wachache ambao ni wakora katika jamii, ambayo unakuta ya kwamba wale wakora wamejihusisha sana na especially kupitisha madawa za kulevya, kwa sababu siku hizi unakuta ya kwamba madawa za kulevya haipiti kwa ile barabara kuu, na unakuta dawa za kulevya sana sana zinatoka nchi zetu majirani, na wakati sinapita wapitishi kwa barabara kuu, wanapita barabara za pembeni, na hizo barabara za pembeni inapitika na pikipiki. So unakuta hizi mapikipiki ndio zinaseleta hizo madawa na bado sina distribute ama kusambaza kwa hii town yetu ya Isiolo. Tungeomba wananchi wale wenye wako na nia mzuri, tunajua ya kwamba hizi mapikipiki inatusaidia katika jamii, lakini katikati ya hizi mapikipiki ya ama biashara ya bodaboda kuna wale wakora wachache ambao wanatumia hizo pikipiki kwa njia mbaya, alafu watu hawafuati sheria. Lazima sisi wote tuzingatie sheria ya barabara, kwa sababu ukienda katika General Hospital yetu unakuta kuna wagonjwa wengi sana wamefunjika miguu, wamepata bruises, wamepata permanent maim ama injuries, ambaye sisi wote tukishikana mkono tunaweza zuia. Jina naitwa Bernard Okwiri. Bernard Okwiri ni DCC wa Isiolo. Niko hapa na county security team, niko hapa na sub county security team ya Isiolo. Vile vile tuko na viongozi mbalimbali ambao wanaongoza hii operation ya Isiolo. Ningependa kuripoti kwamba hii operation tangu ianze imeendelea vizuri bila changamoto yoyote. Tumeendelea vizuri na tunashukuru sana wananchi wetu wa Isiolo, wale ambao wameweza kushirikiana na sisi vizuri na kuitikia wito wetu wa kurudisha silaha haramu bila kusukumwa ama bila kushurutishwa. Na tunahimiza wale ambao bado hawajajitolea, ambao bado labda wako na woga wa kujitolea na kurudisha silaha, wajue kwamba ama wafahamu kwamba sisi ukirudisha silaha kwa hiari bila kushurutishwa tutakupatia ile amnesty ambayo minister alikuwa amesema. Lakini kwa wale ambao itatubidi tuwasukume ama tuwaendee na nguvu ndio tuwapate na silaha, tutawashitaki kwa kulingana na mujibu wa sheria. Na wale pia ambao bado wako na mifugo ya wizi katikati ya mifugo yao, wajue kwamba katika hiyo operation tulisemezana na tulielewana kwamba tukikupata na mifugo ya wizi katikati ya mifugo yako, hiyo mifugo yako yote utaweza kupoteza.
ndio tu compensate wale ambao walipoteza mifugo. Tangu tukutane mara ya mwisho wiki jana tumeweza how do you put, we have made a step, we have made a step after we met last time, and we have recovered an additional of 16 firearms. Now we have a total of 23 firearms recovered. We have also recovered additional of 655 shots. When I say shots, it means a combination of goats and sheep. So from the previous figure that we had, we have now a total of 2,389 shots recovered so far. We have also recovered a total of 77 cattle and 1 camel that was recovered from Tenge. I think the details of the firearms will now be given by the county commander. Unajua mambo mengi yamesemwa tangu hii operation ianze, lakini kuna jaribio, si ati zimeibiwa, kuna jaribio ya kuiba imewahi tendeka, kama ile hivi punde sana ilifanyika pande ya Gotu, ambayo au majambazi walijaribu kuiba, lakini maafisa wetu wa usalama waliweza kuwarepel na hawakufaulu kutoroka na hizo mifugo. Lakini jaribio ziko, ile ya kusema kwamba umetoroka nazo hakuna. Kwa majina mimi naitwa Isaac Sang. Mimi ni kamanda ya polisi katika kaunti ya Isiolo. Mbele yetu tunaona silaha aina mbalimbali, na tukianza pale mbele unakuta tuko na Mark 4, and then tuko na Mark 4 bunduki 4, tuko na AK47 ambayo ni bunduki 7, tuko na G3 bunduki 3, tuko na M16 hapa, na tuko na British bunduki 1. Na mbele ya hiyo tunaona ya kwamba tumerepackage marisasi na ammunition zingine kwa sababu ya kupeleka kwa for further investigation. Na tunawasia kwamba kwa sababu ukiangalia hizi bunduki ukiangalia zimeshikwa na kutu sana, na ile kushikwa na kutu ni kwa sababu unakuta wale wakora ama bandits wanawekelea kwa mchanga, wanaficha kwa mchanga wakati wanaona wale maafisa wa polisi wanakaribia kwa maybe sehemu zao mahali wanafanyia mifuko zao. So hizi silaha ni hatari. Tunawasihi wananchi ya kwamba hizi sio solution ya kuleta amani. Hizi silaha imeumisha watu wengi. Tunawasihi ya kwamba tafadhali hizi silaha ambayo tumeshika, kuna zingine tumeshika pamoja na wale wakora walikuwa na hizi silaha, na zingine zimekuwa surrendered. So tunawasihi wale wenye wache tuletea hizi silaha zao na wako na silaha haramu, tafadhali mtusaidie tupate hii silaha ili tuwe na amani sehemu yetu ya Isiolo. Ile kitu ningesema, we are not specific kusema operation yetu inaenda to what extent, but within Isiolo County. Ukiangalia bunduki ambayo zimeletwa hapa kwa hiari, unakuta ni nusu kwa nusu. Ile sisi wenyewe tumerecover na tumeshika suspect ni nusu, na isile yenyewe ambayo imekuwa surrendered na members of the public pia ni nusu kwa nusu. Kwa saa hii tuko na suspects watu 6 ambaye tumehusishwa na hii kesi ya bunduki in custody, na we are processing. Tukimaliza maneno ya investigation ya hizi silaha zote, then tutawachukua waende kotini. Tuko na suspect 4 wale wesi ya mifuko. Kwa muda mwingi unakuta ya kwamba tumerecover mifuko, lakini tukirecover hiyo mifuko unakuta ya kwamba hatujapata yule suspect ama labda yule mwizi mwenye aliiba. Maybe wakiona movement yetu ya security agencies wakikaribia wanatoroka. Sasa wakitoroka inakuwa vigumu kuwafikia. So tunachukua zile mifuko. Si kastaba ha ahaatee qabashada 16 qori ee sharci darrada ah waxay muujinaysaa horumar la taaban karo oo laga gaaray howlgallada amni ee ka socda Isiolo. Dadaalada joogtada ah waxay muhiim u yihiin yaraynta khatarta amni, xoojinta kalsoonida shacabka iyo dhisidda nabad waarta oo ka hirgasha gobolkaasi.